Amina alikuwa binti wa bilionea maarufu sana jijini. Aliishi katika jumba kubwa lenye kila aina ya starehe. Alikuwa na magari ya kifahari, wafanyakazi wengi wa kumhudumia, na kila kitu alichotaka alipata bila shida. Watu wengi walimuona kama msichana mwenye bahati sana, lakini ndani ya moyo wake alihisi kuna kitu kinakosekana. Hakupendezwa sana na maisha ya anasa peke yake. Alitamani kujua maisha ya watu wa kawaida na jinsi wanavyopambana kila siku. Baba yake, ingawa alikuwa na pesa nyingi, hakuwa na muda mwingi na familia. Amina alikulia akijifunza kuwa pesa si kila kitu. Alikuwa na moyo wa huruma na mara nyingi alitamani kusaidia watu wasiojiweza. Siku moja, aliamua kufanya jambo tofauti, kuondoka nyumbani na kwenda kuona mashamba ya baba yake yaliyokuwa kijijini. Sini ya pili, safari ya kuelekea shambani. Asubuhi moja, Amina aliomba dereva wake ampeleke shambani. Safari ilikuwa ndefu, wakipitia vijiji vingi na mashamba makubwa ya mazao. Njiani, Amina aliona watu wakifanya kazi kwa bidii chini ya jua kali. Alishangaa kuona jinsi maisha ya watu wengi yalivyokuwa magumu, tofauti na yake. Alianza kufikiria sana kuhusu tofauti ya maisha kati yake na watu hao. Walipofika shambani, alishuka na kuanza kutembea huku akitazama mazingira. Alivutiwa na uzuri wa mashamba, lakini pia aliona uchovu wa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi bila kupumzika. Hapo ndipo macho yake yalimwangukia mama mmoja mzee aliyekuwa akilima peke yake pembeni ya shamba. Sini ya tatu, kukutana na mama mzee. Mama yule alikuwa ameinama akilima kwa kutumia jembe la mkono. Jua lilikuwa kali na jasho lilimtoka kwa wingi. Amina alihisi huzuni alipomwona katika hali ile. Alisogea karibu na kumsalimia kwa heshima. "Shikamoo mama." Mama alinyanyua kichwa taratibu na kumjibu, "Marahaba mwanangu." Mazungumzo yao yalianza kwa upole. Amina alimuuliza kwa nini alikuwa akifanya kazi peke yake katika umri ule. Mama yule alitabasamu kwa uchungu na kusema, maisha hayakuwa rahisi kwake. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Maneno yake yalikuwa ya huzuni.